so. Wewe ni nani? Na umejuaje jina langu? Maana mimi mgeni kwenye mtaa. Umekuwa sana. Sikutegemea kama utakuwa kwa kiasi hicho. Okay, sawa. Kusaidia nini? Muda bado. Ukifika utakutafuta. Karibu. Kuna mgeni humu ndani. Na kuna kitu nanificha. Hakuna kitu ninachokuficha. Na uhakika? Na uhakika ndio. Kuna kitu hakiko sawa. Alafu huyu mwanangu wa kiume sijajua anaitwa nani hivi. Luba. Kuna vitu anavichimba. Na atatuletea matatizo. Kuwa naye makini sana. Sawa. Ukishakutana na kitupetope hivi karibuni? Hapana, ni muda mrefu sijaonana naye. Hujakutana naye? Sawa. Ila zingatia haswa kile nilichokwambia. Sawa? Mwanangu, nasikia leo asubuhi ulitoka, ulienda wapi? Leo nimetoka ila sijaenda mbali sana. Nimeenda tu mtaa pili hapo. Nilienda kunyosha tu miguu. Sasa nisikilize. Usitoke nje. Kaa humu ndani. Unachokitaka niambie, mimi mama yako nitakuletea. Sijajua sababu hasa unafanya hadi unamkataza nisitoke ndani. Kwani kuna shida gani mama? Usitake kujua. Wewe fuata ninavyokuambia mimi mama yako. Usitoke nje. Okay, sawa. Alafu mama, kuna kitu nataka nikwambie.
Leo nilipotoka, nilipoenda mtaani huko, kuna mtu nimekutana naye. Alafu ule mtu yani alivyoniona tu aliniita kabisa kwa jina langu. Alafu mimi simjui. Sasa sijajua amejuaje jina langu. Kodi wewe. Ni mkaka fulani hivi mrefu. Alafu ana mandevu hivi. Sawa, afa akitembea hivi mguu wake mmoja kama anachechemea fulani. Sasa nisikilize mwanangu. Na ndio maana nikakwambia hivi usitoke humu ndani. Weka humu ndani. Yaani usitoke nje ya geti. Wewe unachokihitaji niambie, mimi mama yako nitakuletea. Umesikia? Sawa. Ndio hivyo shoga yangu, maana nimeumwa, nimepata homa hiyo. Yaani nilijua mimi leo nitakuwa bado nimelazwa. Lakini namshukuru Mungu baada ya kupata sindano. Sasa hivi nimepona, yaani yaani hivyo hivyo unavyoongea ndio nilivyokuwa najisikia. Haya bwana shoga yangu, ila nimekumisi Salma wewe. Yaani nimekumisi. Haya bwana. Ila nimekumisi shoga yangu Salma, nimekumisi. Yaani siku ya kukuona sasa nitafanyaje? Sister. Haya shoga yangu, siku mwema, nitakupigia kesho asubuhi, tutapiga sana story. Naongea na kakaangu kidogo hapa. Haya poa eh? Haya, niambie kakaangu mie. Bwana mimi nahisi kuna mambo yako sawa. Kumekucha sasa. Vitu gani hivi? Leo bwana nimetoka. Nilikuwa nimeenda mtaani hapo. Nilikuwa tu natembea zangu yani nanyosha miguu. Lakini sasa kwenye pita zangu hivi ikawa kuna mtu nimekutana naye. Mtu? Alafu sasa isitoshe mtu mwenyewe yani nahisi kama sio ananijua, maana alivyoniona tu aliniita kabisa jina langu. Mimi sijajua sasa kwa kanijuaje. Huyo alokuita wewe jina lako ni nani? Ikiwa wewe hapa una muda mrefu. Majirani wenyewe hawakujui, tunaikufahamu ni sisi tu ndani. Ndo hapo sasa. Hebu subiri kwanza. Huyo mtu yupoje? Yaani mtu mwenyewe ni mkaka fulani hivi mrefu sawa. Alafu ana mandevu mu. Unaona, afa akitembea pia mguu mmoja kama anachechemea fulani hivi. Si mguu wake mbovu ule. Alikwambiaje? Aliniita tu nikamwambia wewe nani? Hana kitu zaidi alichoongea, ila akasema kwamba nimekuwa sijui hivyo. Nikanambia nimekuwa, alafu akasema muda bado kama sikosea hivyo. Nikanambia muda bado. Sasa sijui ni muda gani. Muda bado? Mbona vitu ambavyo vinachanganya sana. Ila nimejaribu kuongea na mama pia. Sawa. Ila mama mwenyewe hamna jibu, yani hamna kitu zaidi alichoniambia. Zaidi ya kusema kwamba wewe yani usitoke huko ndani, niendelee tu kubaki hapa ndani. Niendelee kubaki tu huko ndani. Doubt. Usitoke nje. Ila nisikilize kakaangu. Kwa kipindi hichi ambacho tunapitia, ningeomba sana umsikilize mama. Kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea tuvifahamu. Sio mimi, sio wewe wala kaka Ruba.
Laiti kama tungekuwa tunafahamu, tungejua tunakusaidiaje. Lakini kusema ukweli, yani hali inachanganya sana. Naomba sana umsikilize mama. Kwa hata kwa sema na mimi niendelee kubaki tu hapa ndani, si ndio? Naelewa ni swala gumu sana kwa kukaa ndani, hata kama ningekupo mimi nisingeweza. Lakini kwa ukweli, kutokana na hali iliyopo, hatuelewi nini kinaendelea au nini kilitokea nyuma. Kwa hiyo ninachokuomba ufuate huo ushauri. Kama kutakuwa na shida yote uniambie. Tusije tukaforce ukatoka nje alafu ukapata madhara. Hatuwezi kujua nini kinaendelea na yeye ni mtu mzima. Kwa hiyo naomba sana unisikilize. Naomba umsikilize mama. Kwa kipindi hiki uvumilie, tupe muda. Naamini ipo siku mama ataongea tu ukweli. Lakini tumpe nafasi. Lakini mimi ni bora tu, yani naona angenambia hata kuwa shida ni kitu fulani hivi na hivi. Sawa, mimi ningeelewa. Lakini sio tu kubaki. Hebu sikiliza kakangu. Sisi tuko nyuma yako. Unaelewa? Tuko nyuma yako na tuko bega kwa bega na wewe. Ila ninachokuomba hapa sasa, nenda kwanza ukale. Haya mambo mengine tutaendelea. Nenda kale. Pale mbaki wewe peke yako ujala. Okay, sawa. Umeshakula? Si tushakula wote. Baki wewe tu pale.